taa moja tu. Gonyi wote mmefunga safari kwa Dar es Salaam kutegemea taa ya bwana. Twashumwa hajawasha. Hapo mpaka mwisho au imeharibika, maana mmekosa mahojiano. Haya jamani, bismillah. Wana semaji safari ya mnyama ndani ya Tanga, binafsi kwako na kwa timu kwa ujumla, safari imekuwaje na hali ya timu iko vipi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumewasili Tanga tangu siku ya jana jioni mara baada ya kumaliza programu ya mazoezi katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena pale Dar es Salaam. Tukasafiri mchana tukafika jioni hapa Tanga, vijana wakapumzika. Leo tumekuja hapa katika uwanja wa Mkokwani kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja huu na iwe tayari kabisa kuamkia siku ya mchezo ambayo ni siku ya kesho. Maandalizi yote yamekamilika kwa 90%. Zimebaki 10% chache za kuamka nazo kesho na kuingia nazo uwanjani. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao wapo katika hali nzuri na wako tayari kwa ajili ya kwenda kuipambania Simba katika mchezo huo. Tunachoweza kusema ni kwamba kesho tunakwenda kucheza moja kati ya mechi bora sana, moja kati ya mechi ngumu, moja kati ya mechi nzuri sana inakwenda kupigwa hapa katika dimba la Mkokwani. Coast ni timu kongwe, Coast ni timu nzuri, Coast inajua namna ya kucheza na timu kubwa aina ya Simba Sports Club. Kwa mantiki hiyo mechi itakuwa ni ngumu, lakini sisi tumejipanga kwenda kupata ushindi katika mchezo wa kesho. Tunafahamu ugumu wa kupata ushindi mbele ya Coast na tunafahamu ugumu wa kupata ushindi Mkokwani, lakini yote hayo tumeyaweka under control na tutakwenda kupambana kadri tunavyoweza kupambana, twende tukapate ushindi katika mchezo wa kesho na tuweke hai matumaini yetu ya kufurahi msimu huu insha Allah. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekosekana kwenye michezo kadhaa iliyopita akiwemo Shomari Kapombe. Hali yake ya afya iko vipi, lakini pia kama kuna update nyingine yoyote kwa hali za wachezaji? Mechi iliyopita ya TRA robo finali ya kombe la CRDB tulimkosa Neo Maema ambaye alikuwa amesafiri kwenda Afrika Kusini nyumbani kwao kwa changamoto za kifamilia, lakini amesharejea na yuko hapa Tanga kwa ajili ya kuendeleza kuipambania Simba. Shomari Kapombe amekosekana takriban mechi 2, mechi 3, lakini naye ameimarika, yuko timamu kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Niseme tu kwamba hakuna mchezaji hata mmoja ambaye ataukosa mchezo wa kesho. Hadi muda huu wachezaji wote wako katika hali nzuri, wote wapo katika afya njema na wako tayari kwa ajili ya kuipambania Simba Sports. Walimfaidi Zanzibar, wakamfaidi Mbweni, wakamfaidi KMC. Hivi sasa ndani ya Mkokwani hamu kubwa ya mashabiki nikimuona Clatous Chota Chama. Kila mtu anataka kumuona Chama, lakini kila mtu anataka kuiona Simba Sports Club. Hivi sasa namna ambavyo Simba tunacheza mpira wetu, kila mtu anatamani kuiona Simba ikicheza. Simba ndio timu pekee ambayo mashabiki wake wanatamani icheze kila siku. Yaani Jumatatu Simba icheze, Jumanne Simba icheze, Jumatano Simba icheze, Alhamisi Simba icheze, Ijumaa tunapumzika kwenda kuswali, Jumamosi Simba icheze. Tumefikia kiwango hicho, na hiyo sio tu kwa mashabiki wa Simba, hata mashabiki wa timu pinzani na vile wenyewe wanaenjoy kuiona Simba, wanatamani kuiona Simba ikicheza, na hii ni kutokana na aina ya wachezaji tuliokuwa nao. Tuna Chama, kila mtu anataka kumwona Chama leo atakuja kufanya kitu gani kiwanjani. Chama ni unpredictable kind of player, ni mchezaji ambaye huwezi kujua leo atafanya kitu gani. Kwa hiyo mechi Simba ikiwa inacheza, kila mtu ana shauku leo Chama tena atafanya kitu gani. Lakini Simba yenyewe kwa ujumla, kila mtu anatamani kumuona leo Oura atakuja kupiga chenga gani, leo hii Yusuf Kagoma atakuja kufanya kitu gani. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo shauku, kila mtu ana shauku ya kutaka kuiona Simba inakuja na balaa gani katika mechi husika. Kwa hiyo sasa ni wakati wa Mkokwani, sasa ni wakati wa Tanga, ni wakati wa Sambaa, ni wakati wa Wazigua, ni wakati wa Bondei kufaidi. Na ni Jadu, waambie ndugu zako
waje Mkwakwani kesho, waje wafaidi mema ya chama, waje wafaidi mema ya Simba. Na mimi niwaambie watu wa Tanga, hawajawahi kuiona Simba bora katika maisha yao kama Simba ambayo itacheza kesho hapa katika dimba la Mkwakwani. Dada wewe sikujui. Ni hapa Tanga? Ndio. Vizuri. Umeona bana. Hawajawahi kuiona Simba bora katika maisha yao kama Simba ambayo wataiona kesho. Na Simba hii ukiitazama kwenye TV inakupa raha ya 70% pekee, lakini ukiitazama live uwanjani unapata raha kwa 100%. Kwa hiyo mashabiki wa Simba hapa Tanga, mashabiki wa Simba ukanda huu wa kaskazini, kesho waje waione Simba ya ajabu kweli kweli, Simba ambayo hawajawahi kuiona Simba. Na uzuri wa Simba yetu, kila mechi kuna gauge ya ubora inaongezeka. Ukitazama Simba iliyocheza na Yanga, ukitazama Simba iliyocheza na JKT Tanzania, ni timu mbili tofauti. Ukitazama Simba iliyokuja kucheza na TRA, Simba iliyocheza na Prison, ni Simba mbili tofauti. Kila siku Simba inaongezeka ubora. Kwa mechi iliyopita dhidi ya TRA, kama kuna mwana Simba alisema Simba inacheza mpira mzuri, basi mechi yetu ya kesho dhidi ya Coast wataiona Simba inayocheza mpira mzuri zaidi. Lakini raha hiyo ya kuiona Simba ikicheza mpira mzuri unaiona ukiwa uwanjani na sio kwenye runinga. Ahmed, ile wanayoondoka nao kwamba bora ucheze na timu nyingine yoyote duniani, lakini sio Coast ambayo inajinasua kushuka daraja. Haiwapi hofu? Inatupa hofu. Unajua mechi zote safari hii ama mechi ambazo zimebaki hivi sasa ni mechi ngumu, kwa sababu kila mtu anapigania pumzi yake ya kutimiza malengo yake. Kuna timu zinapigania ubingwa, kwa hiyo ukikutana na timu ambayo inapigania ubingwa, hiyo mechi inakuwa ni ngumu. Kuna timu zinapigania top 4, kwa hiyo ukikutana na watu wa namna hiyo, hiyo mechi inakuwa ni ngumu, kwa sababu kila mtu anataka kutimiza malengo yake. Kuna timu zinapigania kubaki tu katika ligi kuu. Wale watu wa 6, wa 7, wa 8 wenyewe hawana pressure, wanapigania kubaki katika ligi kuu. Alafu kuna wale ambao wanapigania kucheza playoff, na kuna wale ambao wanapigania kutoshuka daraja. Sasa ukikutana na watu hao ni sawasawa na wamekutana na mbwa mwitu katikati ya msitu, mechi inakuwa ni ngumu. Coast bado hajakuwa na matumaini, hawezi kushuka Coast, lakini bado hajakuwa na matumaini ya moja kwa moja kwamba atabaki ligi kuu ama atashuka, na matumaini atayapata kwa kushinda michezo yake 7 ambayo imebakiwa, na katika hiyo 7 mmojawapo ni dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kucheza na Coast ama kucheza na timu yoyote ambaye anapambania kubaki ligi kuu kuna raha yake mzee. Ligi kuu kuna raha yake ligi kuu. Hakuna timu inakubali kushuka daraja kwenda kucheza ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo atapambana ili kuweza kutimiza malengo yake. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu, lakini sisi tumejipanga kwenda kushinda mchezo huo. Pamoja na kwamba Coast anapigania kubaki ligi kuu, lakini na sisi tuna malengo yetu tunapigania, nayo ni ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Kwa hiyo vita itakuwa hapo Mkwakwani, kila mmoja akipambania malengo yake. Na sisi tunawaambia Coast, biashara ni asubuhi, jioni mahesabu. Kama hakupiga biashara zake vizuri, akategemea kuja kunusurika kwa Simba Sports Club, mekula kwao. Ahmed, kuelekea kwenye mechi ya kesho, leo kuna jambo ambalo limetrend sana mtandaoni. Bao la Chama licha ya kwamba limefungwa takriban kama wiki 2-3 zilizopita, lakini leo limeibuka tena, hasa kutokana na Rio Ferdinand, beki wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya England, kucomment kuhusiana na ubora wa bao hilo. Binafsi ulivyoona ile taarifa uliipokea vipi? Kwanza ngoja nimpigie Rio Ferdinand mwenyewe hapa. Mnawasiliana? Sio kabongo hapa. Rio Ferdinand. Mimi tulieni. Nafikiri mimi mtu mdogo, msisome jina. Si mkasema pigia Rio Ferdinand. Bonyeza nyota, kisha nyota, kupata mwito huu. Wewe Rio Ferdinand, mbona mwahi kupokea? Subiri kidogo. Rio Ferdinand na Kiswahili ushakijua. Kwanza Rio Ferdinand katika goli la Chama. Subirini. Bonyeza nyota, kisha nyota, kupata mwito huu.
Rio Ferdinand huyo. Rio Ferdinand huyo. Sasa amepewa line ya Vodacom na Mheshimiwa Makonda. Kwa hiyo akaunganisha baba. Ngoja kaongea naye siku nyingine. Bwana huyo Rio mwenyewe. Rio Ferdinand mwenyewe, beki wa Manchester United kutoka England, timu ya taifa nahodha. Ndio hapa nilikuwa nampigia. Kaweka bao la chama. Rio Ferdinand. Kimsingi ni kwamba sisi tumefurahi pakubwa kitendo cha Rio Ferdinand kucomment kwenye goli la mwamba Lusaka Clatous Chota Chama, na alicho comment sio kitu kipya, ni kitu ambacho sisi tumeshakizungumza wiki 2-3 zilizopita, ya kwamba goli hili linastahili kuwa goli bora la mwaka la dunia. Na Rio Ferdinand kama alimeza script, amepita mule akasema wow, umeona bana, akauliza hii alini hii, akawa bana hii imetokea hivi punde tu, akasema kwamba hili goli linastahili kuwa goli bora la msimu la mwaka la dunia. Rio Ferdinand amesema hivyo. Haya maneno sisi tumeshasema siku nyingi huko zilizopita, ya kwamba goli la Chama linastahili kuwa goli. Wewe umevaa njano leo? Wewe Petro Yanga wewe? Na una bahati umenani ulifunika humu ndani, usingeingia humu leo. Kwa hiyo sisi tumefurahi kwa sababu Rio Ferdinand ameliongezea mwendo goli letu, na alicho comment ni kile ambacho sisi wana Simba wote tumekuwa tukikizungumza tangu Chama amefunga lile goli, na alichokisema ndani yake kimejawa ukweli kwa 100%, ya kwamba goli la Chama linastahili kuwa goli bora la dunia la mwaka 2026. Alichokifanya mwandishi Meena Ali, sisi tunamshukuru kwa kulifikisha goli letu kwa Rio Ferdinand. Kwanza lazima ieleweke kwamba Rio Ferdinand unapozungumzia icon ya mpira wa dunia, unapozungumzia malejendari wa mpira wa dunia, unamzungumzia Rio Ferdinand. Amecheza, ameshiriki mashindano yote makubwa ambayo wewe unayafahamu. Haya ma World Cup, ma UEFA, ma Euro, ma IPL, amecheza, ameshiriki kwa kiwango cha hali ya juu mno. Ameshuhudia magoli ya aina tofauti yakifungwa katika kipindi chake cha kusakata kandanda, lakini kwa kuliona goli la Chama kwa ile first eye sight, akasema hili goli linastahili kuwa wala haikurudiwa. Yani ile first eye sight, yani kaangalia tu kwenye simu ya Meena Ali, akasema hili goli linastahili kuwa goli bora la dunia la mwaka 2026. Ule ni ukweli uliopitiliza ukweli wenyewe, na mtu yoyote wa mpira ukimuonesha goli la Chama lazima atakwambia kama vile alivyosema Rio Ferdinand. Hakuna mtu anaweza akasema mtu wa mpira hakuna namna anaweza akasema kitu kingine chochote zaidi ya kile ambacho amekisema Rio Ferdinand. Sisi tunamshukuru kwa dhati kabisa uongozi wa Simba Sports Club na mashabiki wa Simba. Tunamshukuru Meena Ali kwa uthubutu wa kuuliza swali lile na kumuonesha Rio goli lile ambalo limefungwa na Chama. Lakini ukilitazama goli la Chama kama goli la Simba, kama goli linaloinufaisha Simba pekee, utakuwa unalikosea lile goli. Goli la Chama kwa hapa lilipofikia, goli la Chama sio tena mali yetu Simba Sports Club. Goli la Chama hivi sasa ni jambo la kitaifa. Ni lazima Watanzania wote tuungane kulitukuza, kulienzi na kulisifu goli la Chama, kwa sababu unaweza ukapinga goli la Chama. Haya, kitu gani kingine unacho cha maana?
Hakuna. Maana yake hiki cha maana tulichokuwa nacho, hebu tukipe thamani. Tuache habari za usimba sijui na ulipuli sijui na kitu gani. Hatuna kitu kingine cha kujivunia sisi kama taifa zaidi ya goli la Chama. Sasa kwa nini tusibebe bendera ya kupeperusha goli la Chama? Tulikofikia hivi sasa, goli la Chama ni goli la taifa, ni goli la Watanzania, ni goli la nchi yetu hii ya Tanzania. Goli la Chama linaitangaza Tanzania, kwa sababu yoyote atakayezungumza goli la Chama atasema hili goli limefungwa Tanzania. Tanzania imetajwa hapo. Yoyote ambaye atazungumza goli la Chama atazungumza ligi ya Tanzania. Ligi ya Tanzania imetajwa hapa. Na nilisema tangu mwanzo ni vile tu watu hawataki kutimiza majukumu yao ipasavyo, kwamba hili goli la Chama tukalisimamia kidete. Hili goli la Chama lina nafasi kubwa ya kututangaza sisi kama. Mimi nawaambia ukweli, mtu wa Marekani hana interest yoyote ya kufuatilia ligi ya Tanzania. Yaani amfuatilie TRA anacheza na Coast for what? Lakini mtu wa Marekani anapata interest ya kuifuatilia Tanzania kwa sababu ya goli la Chama. Sijui tunaelewana Sijui tuko sawa hapo? Mtu wa Venezuela, mtu wa Ufaransa, umpelekee mechi ya Singida na Dodoma Jiji, anaangalia kitu gani hapo? Lakini ukimpelekea goli la Chama, huyo mtu anakuwa interested kuangalia. Goli la Chama ndiyo kitu pekee tunaweza tukakiuza na kikatupa thamani sisi kama taifa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba watu waache wivu. Hili goli tayari, kwanza tujue wanakasirika nini wao. Goli kuwa bora au goli bora kufungwa wao. Tungejua hapo, tungeweza wao ni kwamba yeye kama mwandishi ilibidi adili na kilichomleta Rio hapa. AFCON ni nini? Michuano ya mataifa ya Afrika. AFCON ni mpira wa miguu. Rio Ferdinand kaulizwa swali la mpira wa miguu. Huwezi kuzungumzia AFCON Tanzania bila kuzungumzia Simba Sports Club. Huwezi kuizungumzia AFCON Tanzania bila kuonesha debut iliyopo Tanzania ambayo ni goli la Chama. Kwa lile ndo icon ya mpira wa Tanzania kwa sasa. Tanzania hivi sasa inatangazwa na goli la Chama. Sasa AFCON haya tufanye, wao wana uchungu sana na wizara sijui na AFCON na nini. Haya, Rio amekuja hapa, amepelekwa kwenye timu ya Dar City. Dar City inahusiana na AFCON? Timu ya mpira wa kikapu ya Dar City inahusiana na AFCON? Mbona hawakukasirika kwamba huyu amekuja kwa sababu ya AFCON? Dar City anakwenda kufanya kitu gani? Basketball. Kwenye basketball. Mbona ile walinyamaza? Haya, amekwenda Gymkhana kwa watoto wale wadogo, wale hawahusiani na AFCON, hawezi kucheza AFCON wale watoto. Kwa nini hawakukasirika ya kwamba Rio anakwenda kuangalia hao watoto wadogo wanahusiana vipi na AFCON? Kwa nini waje waumie kwenye swali linalomhusu mwamba wa Lusaka na Simba Sports Club? Kwa ukiangalia context hiyo, wanaojifanya sijui ya AFCON, agenda ni AFCON tu nini, hiko ni kichaka cha wivu. Wivu wao ni kwa nini Rio amezungumzia kwa ubora na kwa ukweli goli la Chama. Mimi nakwambia the same question ambalo Meena Ali ameuliza, kama Rio angejibu amba hilo ni goli la kawaida halina maajabu yote, ingekuwa ni ushindi kwao na wala wasingewaza agenda ya AFCON. Wangefurahi, wangesema legend kazungumza ukweli, amna lolote, hawa watu ni watu wa shamba. Lakini kwa kuwa jibu la Rio limekaa upande wetu, hapo ndipo walipopata UTI za mdomo. Nakwambia, najua hiyo UTI za mdomo. Huwezi kujua mpaka uwe Yanga. Na upande sio upande wenu, ni upande wa taifa goli limeingia. Kwa hiyo mimi niseme tu ya kwamba kwanza Meena Ali amefanya kitu cha maana sana. Hakuna namna yoyote unaweza ukamtenganisha Rio na mpira wa miguu. Kwa sababu umeona hata wasemaji wao wameanza kusema kwamba beki mwenyewe alikuwa mvunja kuni tu, alikuwa anabebwa na sasa wewe timu inamiliki asinki
alafu inamdharau Rio Ferdinand. Hivi nyinyi mnaweza ikawaingia akilini? Timu inamiliki Asinki, alafu inamponda Rio Ferdinand. Watu wana akili sawa sawa. Yote kwa yote, mimi niseme tu ya kwamba amekuja hapa Drogba, si mnakumbuka? Alipata trend kama aliyopata Rio. Kwa nini? Kwa sababu Drogba katika mazungumzo yake yote aliyozungumza hakugusa kitu ambacho Watanzania wanakitaka, wanakipenda, ambacho ni Simba. Lakini Rio Ferdinand, hata hawa wenyewe hawa, amekuja Drogba hapa, wala hawakushughulika kuposti wala kuzungumza wala hawakujihusisha kama Drogba yuko hapa kwa ajili ya agenda ya AFCON. Walikuwa kimya. Sasa haya mapenzi na AFCON wao wanayapata wapi? Lakini wamekuja kuposti issue ya Rio Ferdinand kwa sababu Rio Ferdinand amezungumzia chama kubwa, taifa kubwa, Simba Sports Club. Lakini la mwisho niseme, wao wala wasiwe na wivu, na wao watimize wajibu wao, na wao wanalo goli bora. Shida ni kwamba goli bora wamelikalia, alafu wanataka sisi Simba Sports Club tusilitangaze goli letu. Wao wanalo goli bora. Alifunga nahodha kwenye mechi ya Dodoma Jiji, na wao wachukue lile goli walipeleke FIFA, na sisi tutawasaidia. Namba ya mtu wa FIFA wa Puskas mimi ninayo, nitawapa, mtumieni WhatsApp au na wenyewe wampelekee Rio, bado yuko nchini hapa. Kwa una haja ya kuanza kuponda juhudi zetu sisi. Goli letu tumelifanyia promo ya kutosha, tumelipigia kelele za kutosha. Goli letu limefika worldwide, na wao goli lao walipeleke worldwide. Sasa wasikae wakamdhulumu captain jasho lake na nguvu yake ya kufunga lile goli bora. Wapeleke goli bora na wenyewe wataingia kwenye Puskas. Nimemsikia mheshimiwa Makonda anasema anakuja Cristiano Ronaldo. Mwendo ni ule ule. Ronaldo akija tunampelekea goli letu. Tunamuuliza, wewe Ronaldo umeshafunga zaidi ya magoli 800. Una goli kama hili? Na interview ya Ronaldo nitaifanya mimi mwenyewe. Maana Menali wanampelekea pumzi ya moto. Hiyo nitaifanya mwenyewe, gwiji pale. Mimi na Ronaldo macho kwa macho. Cristiano, una goli kama hili? Afu nione nani anasema nini hapa. Mimi si ndo kiboko yao. Utawasaidia wapi na la kapteni basi? Muonyeshe na kapteni. Nitaonyesha kapteni. Kapteni aliumenya. Swali jingine? Amemaliza